Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kuwa kumzima wa afya. Msikilizaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozile. Katika taarifa zetu hizi za habari, tuanze na habari zisemazo kuwa ni kwamba ndege zisizo na rubani zimeshambulia katika mji wa Goma, jimboni Kivu Kaskazini, na kusababisha vifo vya watu watatu akiwemo mfanyakazi mmoja wa shirika la UNICEF. Kwa jambo hilo, nchi ya Ufaransa na Ubelgiji zimelahani pakubwa kitendo hicho. Mwenzetu Safara Limasidilwe na undani wa taarifa hii. Naam. Mji wa Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, umeshambuliwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamefichuliwa mapema Jumatano hii ya tarehe 11 Machi 2026 na viongozi wa harakati hiyo ya waasi ambao pia wanadhibiti maeneo makubwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kulingana na taarifa ya awali iliyotolewa na waasi hao, watu watatu wamefariki dunia. Bomu lilipiga makazi ya watu katika mtaa wa Himbi karibu na Ziwa Kivu. Bertrand Bisimwa, ambaye ni mratibu msaidizi wa waasi wa AFC M23, ameilaumu serikali ya Felix Antoine Tshisekedi kwa kuhusika na shambulio hilo la ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Goma. Pia amelalamikia kimya cha washirika wa kimataifa wanaohusika katika juhudi za upatanishi, akidai kuwa kimya hicho kinashuhudiwa wakati Kinshasa imeamua kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Wakati hayo yakijiri, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umelaani vikali kuongezeka kwa ghasia zilizokumba jiji la Goma katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mapema asubuhi ya Jumatano hii. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalidondosha mabomu katika mtaa wa makazi ya Himbi, yamesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mfanyakazi wa misaada ambaye ni Mfaransa wa shirika la UNICEF pamoja na raia wengine wawili, na pia kuharibu baadhi ya nyumba za raia. Mratibu mkazi wa misaada ya kibinadamu Bruno Lemarquis katika taarifa yake kwa vyombo vya habari alieleza kuwa hali hiyo ni ongezeko la ghasia linalotia wasiwasi mkubwa, akikemea pia matumizi ya silaha na mashambulizi ya drone yanayoweka hatarini maisha ya raia pamoja na mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Kaimu mkuu wa MONUSCO anatoa pole zake za dhati kwa familia, jamaa na wafanyakazi wenzao wa mfanyakazi aliyefariki pamoja na familia za waasiriwa wengine wa raia. Anapongeza kujitolea kwa weledi wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wanaohudumia wananchi wa Kongo, na anaonyesha mshikamano wake na watu wote walioasiriwa na kitendo hiki cha vurugu, imesema taarifa hiyo. Upande wa nchi ya Ufaransa haukubaki kimya kutokana na tukio hilo, ambako rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amethibitisha kifo cha mfanyakazi wa misaada wa Kifaransa aliyefariki aliyekuwa akifanya kazi katika shirika la UNICEF. Kiongozi huyo wa taifa la Ufaransa, ambaye pia anashiriki katika juhudi za kutafuta suluhisho la migogoro katika ukanda wa maziwa makuu ya Afrika, ametoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu. Alikumbusha kuwa wafanyakazi hao wa misaada wanajitolea kuokoa maisha ya watu katika sehemu hii ya nchi ambako hali ya usalama na kibinadamu bado inatia wasiwasi na dhaifu kufuatia mapigano makali kati ya AFC M23 na wanajeshi wa serikali. Mfanyakazi wa misaada wa Kifaransa wa UNICEF ameuawa mjini Goma. Kwa familia yake, jamaa zake na wenzake kazini, ninatoa pole na mshikamano wa taifa la Ufaransa. Ninatoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria ya kibinadamu na kwa wafanyakazi waliopo huko ambao wanajitolea kuokoa maisha ya watu, aliandika Emmanuel Macron kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. Tujelekeze kule katika mji wa Kamituga. Ni kwamba shirika la raia husika na haki za binadamu BDH tawi la Kamituga limeomba kwa vyombo vya usalama kuvalia njuga swala la raia kuingiliwa kila mara ndani ya nyumba usiku nao watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria. Udhibitisho ni wake Bwana Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia BDH, ambaye ameonyesha kuwa vyombo vya usalama vichukulie swala la usalama mdogo kampa Kamituga kuwa dharura, kwani wahanga ni raia wasio na hatia yoyote kama alivyoeleza. Paraporo na mainsekirite, siku hizi wezi wanapamba moto, wezi wenye kushikilia silaha. Jana vers ma 16h comme ça alibana mwizi umoya malitante kuiba batu maeneo ya kule Kalingi. Population katafuta kumalizia maisha, akaokolewa na wa polisi, na ikaleta vurugu kati ya polisi na population parce que population alikuwa na nia afanye justice populaire, na ikapelekea
ba policier kureagir na sasa na kusambaza watu. Donc mambo ambayo inapamba moto kwa siku hizi ni wizi, watu wenye kushikilia silaha. Kama gisi mnavyoona inatokana na insuffisance effective ya mabailema ya FARDC na polisi, au namna gani selo analize mnafanya sur le terrain? Hiyo mambo haitokani na upungufu ya majeshi, kwa sababu siku za usoni hapa tulipokea majeshi kutoka Kisangani walikuja kueneza effective, ila inatokana na wingi wa silaha ambayo haiko controle, iko non controle, iko non registre. Unajua kama na hii wengi wanaprofite kuja kugandamiza raia. Systeme ya kuankadre wazalendo juu ya kuidentifie le vrai et le faux wazalendo hazijaanza huko Kamituga bado. Naanza nilikwambia pia bwana Mwariri kama Kamituga inaonelewaka tu na ya mingi. Kamituga na Mwenga inaanzaka nyingine fasi swate Mwenga na Kamituga alitafika swate binafika na retare sana, na ile retare na koze makonsekanse ya mingi. Tujielekeze kule katika mji wa Uvira. Ni kwamba kuchunguza pamoja juu ya matokeo ya miaka 7 sasa tangu Uvira iwe mji, yani bila, ndiyo ilikuwa lengo kuu la mkutano ulioandaliwa na kitengo cha vijana, kikao ambacho pia kimeshirikisha watu wa tabaka mbalimbali siku ya 3 ya wiki tunayo mjini Uvira. Kwake mwanasheria Chako Chango Bonne Ane, moja kati ya walioshiriki kwenye mjadala huo, ametoa hapa maelezo juu ya kikao hicho. Kamati ya vijana ya kata la Mulongwe ndio wenyewe waliorganize activite inayoitwa table ronde populaire pour évaluation de 7 ans de la mairie d'Uvira, kuchunguza kazi za mairie ya Uvira mnamo miaka 7. Chief Kabambi ni kuwa meya wa jiji apane makazi ambayo shaifanya mwa hii miaka 7, na vijana pia wapane avantage mbalimbali ambazo wameisha pata mwa hii miaka 7, lakini pia societe civile iseme priorite gani kwa hii miaka 3 ambayo inakuja pia vile ya Uvira. Mairie imejiborne sana kwanza ya kuinstale mairie mwingine, na mairie imefanya kazi, biro zote zimekuwa. Amesema kwamba diplomasi yao imetosha matunda mazuri. Mairie iko na relation nzuri pamoja na wapartenere mbalimbali, wao maONG, ma societe civile, kategori mbalimbali za kiraia ama maparti politiki. Imesema kwamba imemobilize pesa kila mwezi ambazo asitambuki $10,000 na imefanya kazi mingi na hizo pesa, mkiwemo pesa za kulipa mishahara, pesa za fonctionnement, hata pia pesa za investissement. Imesema kwamba projet kubwa walikuwa wako nayo ilikuwa ni ile ya kutengeneza nyumba ama hotel de ville, nyumba kubwa ya ghorofa kwa ajili ya hotel de ville ya mairie ya Uvira. Malheureusement vita imeharibu vitu vyote na kufanya kwamba vile ya Uvira imerudi kabisa nyuma sana, na kama vile inaanza kuseru. Hiyo ndiyo mairie imesema, na ikiomba kwamba raia waamke ili kwamba watumiki kwa faida ya vile, wakishirikiana na viongozi wawili ambao wako katika mairie ya Uvira kwa faida ya maendeleo, usalama na amani ya mwingine. Hiyo ndiyo mairie imesema leo kwenye kikao hicho cha raia ya mazungumzo. Aidha, kuhusu mtazamo wa mashirika ya kiraia baada ya ripoti ndefu iliyotolewa na meya ya Uvira, Chako Chango Bonne Ane amejibu yafuatayo. Ile upande wao kwanza wamesema kwamba wilaya ya mairie iko 0 sababu hakuna maendeleo hata moja, hakuna objectif fixe, na wakatoa recommendation kwamba kwa hii mwaka 2026 iwe muda ya mairie kufikiria kwa ajili ya malengo makubwa ambayo watajifikia mwa hii miaka 3 ili kwamba mabadiliko yaonekane. Ya pili, vile imesema kwamba mairie kuna makonflikt ya kabila na inabidi wamalize hayo makonflikt, kwa sababu yanaanzia kumairie yanashuka mu makartie yaenda mtu na mwingine na haribika. Salama na amani mwingine ambayo ndo chanzo cha maendeleo na kila kitu mwingine. Ndio marekomendation makubwa ambayo umestari civil. Hizo kauli za kusema bila ya mairie iko 0 kabisa kwa hiyo miaka 7
na pia kunakuwa na swala la ukabila kwenye uongozi wa meri. Wewe kama moja kati ya malida wa mji wa Uvira, hizo allegations ziko fondé au namna gani? Ni kweli kwamba imejulikana na kila mtu, labda kwa wale wenye hawakai mwingine, ma méfiance entre maire wa jiji na maire adjoint zinakuwa, na hizo méfiance ziko wako na kila mtu anazishuhudia, na hiyo inatuma kwamba mambo hayaendeki sawa mnamo vile ya Uvira, na yenye tu inasababisha hiyo mambo ni kila mtu position mapolitiki zake na mafaida zake, ambapo raia ijipati kabisa ijipati. Chakupa ni kwamba tabia mbaya tuzimalize, tuangalie mapya kufanya kwa faida ya mwingine na raia pia ya Uvira. Na tujielekeze kule Minova. Ni kwamba shirika la raia ndani ya senta ya Minova limesema kupitia kiongozi wake ya kwamba hawajafurahishwa na kitendo cha serikali kuomba pesa 15,000 za Kongo kwa wanafunzi na ambazo sio halali. Kwa jambo hilo, waomba wazazi kuwa makini wakati wa kulipa pesa shuleni. Sadiki Jije ni kiongozi wa shirika la raia hapa Minova, amepongeza wazazi kwa kuwa na tabia ya kujulisha viongozi kile ambacho hakiendeki sawa, kama anavyoeleza hapa. Tumsikilize. Pesa zisizo halali ziliweza kulombwa ndani ya shule zimoja ndani ya subdivision Kalehe 1. Serikali ililomba 15,000 francs kwa watoto wa somo la msingi ama wa utemane, walilomba 15,000 francs, na 4 masemi zimoja zinasema 36,000 francs, lakini wengi walienda kinyume ya sheria hiyo ama kanuni hiyo, wakaomba zaidi. Viongozi wa moja walomba 18,000 francs uli ya 15,000 francs, wengine walomba 20,000 francs uli ya 15,000 francs. Hata wengine walomba 20,000 francs comme frais d'animation ya maseansi na bainspecteur ama mapokezi ya bainspecteur, ce qui est anormal. Ndio maana tunaomba kwa wakaaji, tunaomba komite de parents, komite d'élèves na wengine kuwa makini na kuweza kujulisha wakuu viongozi hali hiyo ambayo inakiuka haki za wanafunzi hata za wazazi. Tunashukuru Bwana Su Provede wa Kalehe ambaye alikamata azimio ya kukataza upokeaji wa pesa zisizo halali, yani interdiction ya mafrais illégaux. Pia tunaencourager wazazi, comité de parents na comité d'élèves hata notabilité kudenoncer, kujulisha wakuu viongozi hali ambazo haziko kawaida. Pia waweze kuungana mkono sababu hali ya maisha inakuwa ngumu. Tumalizie taarifa zetu za habari na katika mji wa Baraka ni kwamba meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marimu Kanja Swaze ametoa msaada wa bati 50 kwa kamati ya soko la serikali la Jeteme ili kusaidia katika kazi za ujenzi wa vibanda ndani ya soko hilo, harakati ambazo zimefanyika wiki iliyopita. Kwenye mazungumzo nasi, namba moja huyo kwa muda wa mji wa Baraka amesema msaada huo umetolewa baada ya kuona wamama wanaoendesha kazi ndani ya soko hilo la Jeteme kusumbuliwa na mvua pamoja na jua. Bi Marimu Kanja Swaze aeleze yafuatayo. Nilifika pale kusoko ya Jeteme, ilikuwa ni juu ya kwenda kuangalia, juu tulidepesha kama ekipe mule ya kwenda kuribanize ile soko, kuipanga nafasi na ionekane sura kama ni soko. Na njoo nilipenda sana mie deputy nidepesha kile ekipe, nilikuwa siafa de sante ya na njoo nilifika msoko atuka nikaaprecier, walitumika sawa na wanaendelea mzuri. Kaona wazo ke batu mvule iko na nyeshi na ba mabunga biko wanaroana. Mkutendo yangu mule nikakia pata nyingine wazo kusema faleni batafutie manjanja. Donc nilifika pale nikauza 50 dollars nikapatia wale ba mama juu ya tunaangalia gisi excellence wetu vice gouverneur alitengeneza ile ni mangare pale. Ifalisi sana shie huku tutie na shie manjanja, malgré hatutakuwa na uwezo sasa gisi alitengeneza ile mangare, mena tutafabricate mangare ya kutuma bale ba mama basi teseke na jua na mvula. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.